Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote. Na mtazamaji wa Kasako Media, Charles Msambia Ilengelila, leo tumetembelea mchezaji mstaafu wa timu ya D1, ambapo tunataka tumuulizie hususan swala nzima la timu ya D1 kuondokewa na ambali aliwahi kuwa mwenyekiti wa timu hiyo Mudibeni Philip. Pia aliwahi kufanya kwenye idara mbalimbali pale D1. Wachezaji wa D1 watamkumbuka kwa yapi? Gedre atamkumbuka kwa yapi Mudibeni? Kwa hiyo atazungumza kwa machache na atazungumza pia na mashabiki kuhusiana na msiba huu mzito ambao umekwenda kuwakumba siku ambayo ni ya giza kweli kweli kwao. Karibu kiongozi, habari ya saizi? Asante. Naam. Watu wengi sana wanasubiri tamko lenu nyinyi wachezaji ambao mlistaafu, ambao mlifanya na mlifanywa kazi na kiongozi Mudibeni enzi za uhai wake. Ni nini ambacho mnakikumbuka kutoka kwake? Mimi nafikiri kwamba, na sio kwamba eti aliwe kutufanyia kazi, hadi sasa hivi tuna majonzi makubwa sana kupitia kiongozi wetu ambaye ametuacha huyu. Maana kuwa alifanya kazi na sisi kwa kipindi chote ambacho alikuwa hapa duniani. Na niseme tu hakuna binadamu ambaye anakosa kasoro, lakini kwa mapungufu yake na kwa mazuri yake zaidi tutaendelea kumuenzi na kumkumbuka pia. Enzi za uhai wake, unaweza kukumbuka tukio ambalo liliwahi kufanyika hadi akawa anajilaumu, labda akawa mwingi wa mawazo kutokana na masuala ya mpira? Maana yeye alikuwa ni mwenyekiti huko, lakini makao yake yalikuwa SD na mpaka hivi. Enzi za uhai wake hicho kitu kiliwahi kutokea, lakini kama kiongozi hakufa moyo. Alizidi kupambania. Maana kwa kuna kipindi ambacho kilitokea alikuwepo kiongozi wa SD, akaachana na D, akaenda kwa SD, afu tena akarudi. Basi iliwahi kufikia kwamba tukacheza mechi na SD. Baada ya kupata ushindi, nafikiri kwamba kuna watu ambao walienda kumfanyia vurugu nyingi, lakini vyote hivyo kwamba kiongozi wa kujisimamia na msimamo wake hakufa moyo, kutetereka. Alikuja kutuambia na akasema kwamba tuimarike, kila kitu kitakuwa vizuri. Hiyo ilikuwa ni changamoto moja ambayo aliwahi kumpitia katika mpira na katika kipindi ambacho alikuwepo na sisi. Sawa kabisa. Alikuwa ni kiongozi wa aina gani? Alikuwa hataki vitu gani vitokee ndani ya mpira au ndani ya kundi ambalo analiongoza? Kwanza alikuwa ni kiongozi mhamasishaji, alikuwa na morali. Pia alikuwa anapenda kwamba kila mchezaji awe kama yeye. Maana kuwa kuishia tu kwenye uongozi wa mpira, moja kwa moja alikuwa hata kiongozi wa shule, alikuwa ni director. Hivyo vyote alikuwa anapenda kwamba anyooshe mpira na kila mtu amwige kama gisi alivyo yeye. Alikuwa ni kiongozi ambaye ni tofauti sana na viongozi wengine ambao nawazoea siku hizi. Asante sana. Mpaka ulipokuja kustaafu yeye bado anaendelea tu. Ni maneno yapi ambayo alikuwa akipendelea sana kuzungumza ambayo hata kutoka kichwani? Alikuwa na kauli yake moja kwamba inabidi tupambane. Hata siku ambayo nitakuja kuacha madaraka yangu, na mimi hata kama siku nikifa, nisikie kwamba huku nyuma President Mudibeni alitaga vikombe kadhaa. Hiyo hata historia katika mpira wangu, hiyo hata historia katika maisha yangu ya mpira ambao nitumikia D1 kwa miaka yangu yote. Asante kabisa. Ni nini ambacho unaweza kuwaambia mashabiki wote ambao sasa hivi wanasimazi pamoja na familia nzima ya Mudibeni? Kifo kimetokea na sote ni njia yetu, lakini cha muhimu tu ni kumwombea aende salama. Pia ambao tumebaki huku tusifadhaike, na wengine tujaribu kufuata hata miendo yake na tujaribu kuiga hata hali zake ambazo alikutumika hapa duniani kwa kipindi ambacho ameishi. Okay, asante sana. Neno lako la mwisho ni nini ambacho unaweza kuwaeleza wanasoka wote ambao wameguswa na haya? Mimi nitaomba tu wanasoka, unajua kila kitu kina idara yake. Huyu alikuwa ni mtu mkubwa, sio kwamba kwa timu ya D1 tu. Ni wanasoka wote wa kambini. Tujaribu hata hii ndio siku yake ya mwisho, tujaribu kuenda kufanyeje kumlaza sehemu ambayo inahitajika kulazwa. Yaani tujaribu kufika kwa wingi, tushirikiane kwa hili. Leo imetokea kwa D1, kesho atakuwa kiongozi wa timu nyingine, kesho kutwa pia tu kwanza na moyo huo wa kujua kwamba ni kiongozi ambaye alikuwa ni mtu wa mpira. Kwa hiyo naomba tu wanasoka wote leo wajaribu kushirikiana na sisi kwa majonzi, watu wenzi kwa siku ya leo. Nafikiri ni hilo tu. Unaweza kupendeza wakati na jezi? Hiyo ni kawaida,
Na hiyo ni kawaida yetu, sio kwamba ni kiongozi tu, hata kwa mchezaji wetu yote yule anaweza kafika na jezi. Nafikiri iliwahi kutokea hapa G1 kipindi ambacho ndi mchezaji amefariki hapa kwa Bilombe. Ya, tulishirikiana kwa hilo. Licha kwamba kanisa ilikataa vitu kama hivyo, lakini ile ni kawaida. Huyu ni mwanamichezo na sisi tunajifahamisha pale kujitambulisha kwamba sisi tulikuwa kina nani kwake. Na tunaenda kwa sababu ni mazuri yake ambayo aliyafanya. Alikuwa ni mtu wa kupambana na alikuwa ni mtu wa kujitolea pia. Kwa hiyo kwa katika utoleaji wake tumeona asiende bure, bora na sisi tujaribu kuingizia majonzi yetu kwake na tumwenzi. Kwa hivyo jezi ni lazima tuende nayo. Nikurudishe nyuma kidogo, mara nyingi kanisa wanakuwa wakipiga marufuku masuala kama hayo. Nini ambacho ungesema kwa leo lisitokee tena kwa mwenyekiti wenu mbali wapambania sana enzi za uhai wake? Kuhusu kanisa hilo lipojua uwezo wangu. Hilo lipojua uwezo wangu, lakini endapo kwamba ikituruhusu basi tunajua nini cha kufanya. Okay, mtazamaji wa Kaza Comedy, hayo ni machache ambayo Getre Mr. Kungu Chana ambaye amekwenda kuyatoa kwa huzuni mkubwa sana kuondokewa na aliyekuwa mwenyekiti wake. Kwa hiyo hatuna la ziada. Chochote kile ambacho kitakachokuwa pale Kaza Comedy kupo pale kwa ajili ya kukuonyesha wewe ambapo nje ya Tanzania uweze kuona gwaride zile au tuseme mambo yale ambayo atakayofanyika pale msibani. Risala kutoka kwa familia, timu na zenyewe watakuwa na yapi ya kuzungumza, Diwana watakuwa na yapi ya kuzungumza, pamoja na timu zingine pinzani ambazo zitakazofika pale kuja kumsindikiza kiongozi wetu. Mimi niseme sina la ziada, muda wote Charles Msambi Lengelela, Getre Kungu Chana pamoja na anayeseti mitambo Sele Mwamba. Bye bye. Kaza Comedy, one power ahead. Hii ni yetu sote.